Maafisa wa polisi katika eneo la Likoni, kaunti ya Mombasa, wanaendelea kumsaka mshukiwa wa mauaji ya kinyama ya msichana mwenye umri wa miaka 21, Fidelis Chepchumba, ambaye mwili wake ulipatikana siku ya Jumamosi ukiwa kitandani katika nyumba moja huko eneo la Likoni. The two cases happened on separate dates, that is 21st March 2026, and the second one happened on 25th April 2026, and the matter has been being investigated by us, especially the DCI team. So far, akithibitisha tukio hilo, OCPD wa Likoni Joseph Mtungi amesema uchunguzi wa awali unaashiria kuwa chanzo cha mauaji hayo ni kutokana na mzozo wa kimapenzi. We have leads on both cases where, upon investigation and the reliable information we have, those two cases are issues of boyfriend and girlfriends. So that's why I'm saying that they are domestic related issues. Aidha, ametoa wito kwa wananchi, hususan wazazi, kuwashauri vijana wao kuhusu hatari ya kujiingiza katika mahusiano ya kiholela, akisema hali hiyo imechangia ongezeko la visa vya uhalifu katika jamii. Domestic related issues, girlfriend to a boyfriend. That's why I'm saying that it is issues of love. I know most of this, they are within the range of youth, that is 18 to 35. So it is good to make up sensitization programs within our area, especially Likoni, so that we can talk openly to our youth to know that sometimes issues of domestic issues, they are very emotional, and we need to ensure that we have those shocks to carry them when they happen. And when they go beyond, it is good we report to either the police station or another social support agents for solutions to be met. Hata hivyo, Mtungi amesisitiza kuwa uchunguzi unaendelea kubaini alipo mshukiwa huyo, huku akiahidi kuwa wahusika wote watakamatwa na kufikishwa mahakamani. I think the matter is in investigation. I think this is now, we cannot put all the information. I say the matter is in progress. The DCIO, the team we have come up with, is doing good work. Very soon we shall have all the perpetrators arraigned in court. Wakati huo ametoa onyo kali kwa kundi la Panga Boys linalodaiwa kuhangaisha wakazi wa Likoni, akiwahakikishia wakazi usalama wa kutosha, hasa kipindi hiki wanafunzi wanaporejea shuleni. The society, either they change or we shall come for them. We know them, we have the data, and we are doing final operations by arresting, profiling, and ensuring some of them are taken to court where we don't have enough evidence or sufficient evidence. We do profiling and we put them on supervision so that we monitor their actions and their movements. So it is my appeal to the members of the public, especially the parents, to take care of their children. Let us ensure those who are at the age of school-going children, let them be taken to school. Nikiripotia Al Hajar TV kutoka Likoni, kaunti ya Mombasa, mimi ni Abdurrahman Toya.